Karibu sana. Karibu sana. Kama nilivyokuambia una saa moja. Karibu. Mheshimiwa Spika, awali ya yote ni kushukuru kwa kunipa fursa hii ili niweze kuhitimisha hoja iliyoitoa mnamo tarehe 10 Juni mwaka huu. Na kabla sijaanza kuhitimisha, nianze kwanza kwa kutoa shukrani na pongezi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa imani kubwa anayoijenga kwa wananchi wa Tanzania pamoja na jumuiya za kimataifa, pamoja na maelekezo yake ya mara kwa mara yanayotuwezesha tutekeleze majukumu yetu kikamilifu. Hakika kazi zake anazozifanya zinafanya kazi yetu pia iwe nyepesi. Na pili, Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kukushukuru wewe mwenyewe, Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Tulia Ackson, mbunge naibu spika, pamoja na wenye viti kwa kuendesha kwa weledi mkubwa mjadala huu muhimu kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, pia nitoe pongezi na shukrani kwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Bajeti, Mheshimiwa Silo Daniel Baran, mbunge wa Babati Vijijini, makamu mwenyekiti Mheshimiwa Omar Mohamed Kigua, mbunge wa Kilindi, pamoja na kamati nzima ya kudumu ya Bunge ya Bajeti ambayo wametupa ushirikiano mzuri na wa hali ya juu ambao umewezesha kazi yetu hii kuwa ya ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Spika, napenda pia nitoe shukrani zangu kwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliochangia kwa maandishi, kwa kuongea, na wale waliotoa ushauri wao katika kuonana na sisi ya ana kwa ana, kwani wamewezesha sana shughuli hii iweze kukamilika kikamilifu. Na niwaombe wananchi wa Tanzania watambue tu kwamba wabunge wao wametoa michango yenye maana kubwa sana kwa taifa letu, pamoja na kwamba huenda nikawataja wachache, lakini wapiga kura wao wote watambue kwamba wabunge wao wamechangia kwa hoja za msingi na zenye tija kwa taifa letu. Ni vile tu kwa wingi wao sitaweza kumtaja mmoja mmoja. Kwa hiyo hata kama mbunge wao hatatajwa, watambue kwamba wamechangia kwa hoja makini sana, ni wingi wao tu, hatuwezi kuwataja wote. Jumla ya wabunge 209 wamechangia, na kati ya hao 206 wamechangia kwa kuongea na wabunge 3 wamechangia kwa maandishi. Na kama nilivyotangulia kusema, Mheshimiwa Spika, wengine wametupa ushauri wao kwa kuongea, kwa kujadiliana. Mheshimiwa Spika, nianze kutoa ufafanuzi wa hoja zilizojitokeza. Kati ya hoja ambazo kwenye mjadala zimejitokeza kwa kiwango kikubwa zilikuwa zinahusisha maeneo yale ambayo tuliweka tozo mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, la kwanza ni wapongeze wabunge kwa kuelewa hoja ya serikali na umuhimu wa jambo lile ambalo tulikuwa tunaongea lugha moja, ambalo kwa kiwango kikubwa wabunge wenyewe walikuwa wameibua kwamba tunahitaji tuangalie kwa jicho la tofauti katika matatizo yanayojitokeza katika sekta zetu za muhimu. Sekta ya kwanza ambayo tuliangalia kwa umakini mkubwa ilikuwa sehemu ya TARURA, barabara zetu. La pili tulikuwa tumeangalia kuhusu upande wa maji. La tatu tulikuwa tumeangalia kuhusu upande wa elimu. La nne tulikuwa tumeangalia upande wa afya, miundombinu yake pamoja na mwelekeo wa kwenda kwenye universal health care. Na kipengele cha mwisho tulikuwa tumeongelea kuhusu miradi ya kimkakati ambayo ni miradi urithi kwa Watanzania. Maeneo ambayo tulikuwa tumependekeza, ambayo kwa kiwango kikubwa waheshimiwa wabunge pamoja na Watanzania walitamani kupata ufafanuzi. Moja ya eneo ilikuwa kuhusu makato ya kwenye simu, upande wa muda wa maongezi.
Mheshimiwa Spika, jambo hili kwa kiwango fulani lilikuwa halijaeleweka kile ambacho tulikuwa tunakimaanisha. Kuna wale ambao walikuwa wanadhania makato haya yanaenda kukatwa kwa idadi ya siku kwenye mwezi, kwa maana kwamba itahesabiwa kuanzia tarehe ya kwanza ya mwezi mpaka tarehe ya mwisho, na kama hukuweka salio siku ukiweka unahesabiwa siku zote katika mwezi husika. Kwa maana hiyo ilikuwa inafananishwa kama ile yanipige tafu, ambayo kama jana ukuweka ama jana ulitumia kwa kukopa, basi siku ukiweka inatakiwa ikatwe kwanza ile ambayo siku hiyo ilishapita. La hasha. Sisi tulichopendekeza ni kwamba tumechukua takwimu za watumiaji wa simu tukaweka makundi yao. Kuna watumiaji wasiopungua milioni 8 kwa viwango vya mwanzo ambao wana matumizi yao yasiyozidi 1000. Inaenda inakuwa mpaka inafika wale wanaotumia 100,000 na kuendelea, ambao wenyewe si wengi sana, wako kwenye 60,000 na. Kwa hiyo tulichoweka kwa wale watumiaji wanaotumia viwango vya chini, kwa mfano anayetumia shilingi 1,000 na kwenda chini, yeye atakatwa shilingi 5, na hiyo shilingi 5 atakatwa pale anapoweka, ni alipoweka tu. Kwa wale wanaotumia shilingi 7,500 hadi 10,000 atakatwa shilingi 76. Kwa wale wanaotumia 10,000 hadi 25,000, 10,000 hadi 25, maana yake huyu inaweza ikawa ni mtu anayejiunga muda wa maongezi, kwamba ameweka kifurushi chake cha mwezi mzima kinacho range 10,000 mpaka 25,000. Chukulia ni 25,000 kwamba ndo anachojiunga nacho. Anakatwa shilingi 112. Maana yake ni nini? Kwamba mwezi mzima amekatwa shilingi 112. Kama anajiunga kwa shilingi 50,000, kwa mfano nani Halotel wana bando wanaita Tanzanite, ambao ukijiunga unaongea kwa mwezi mzima. Chukulia ni 50,000. Kwa hiyo kwa mwezi mzima anakuwa amekatwa shilingi 186. Ni tofauti na ile hesabu tuliyokuwa tunapiga kwamba kama ni 200 kwa siku, maana yake kwa mwezi ni milioni ni 6,000. Unaona hiyo tofauti kati ya 6,000 ambayo ilikuwa inatisha na shilingi 186 kwa mtu anayetumia 50,000. Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema siku naweka hoja hapa mezani kwamba kwa kweli nachukia kuwapa mzigo wa Tanzania, na kwa kweli nawahurumia wa Tanzania, lakini nikasema nawahurumia zaidi wanaojifungulia vichakani. Kwa mtu anayeweza kutumia 50,000 kwa mazungumzo akichangia ya mama zetu, kuna shida gani? Kwa mwezi mzima. Kwa mtu ambaye anaweza kutumia 25,000, ndiyo ni Mtanzania wa kawaida, akatumia 25,000 kwenye mazungumzo, ndiyo ni Mtanzania. Na 100 ni kubwa, tukimuongezea kwenye matumizi yake, ndiyo ni kubwa, ndiyo ni mzigo, ndiyo. Lakini shilingi 100 hiyo ikasaidia, shilingi 100 hiyo ikasaidia kupatikana vifaa tiba mahospitalini. Shilingi 100 hiyo kwa mtu anayeweza kuongea kwa 25,000 kwa mwezi kwenye simu, akasaidia tukapeleka vijana 21,000 waliokosa mkopo wa familia za kimaskini. Kuna shida gani? Kwa maana hiyo niendelee kutoa rai kwamba nchi hii itajengwa na Watanzania wenyewe. Ni lazima tubebe majukumu hayo kama wazazi. Lazima tubebe majukumu hayo kama wazazi. Lazima tubebe majukumu hayo kama Watanzania, kwa sababu majukumu hayo ni yetu. Hata anayetumia 1,000 mpaka 5,000
1,000 mpaka 5,000, katikati mle kuna 1,000 mpaka 2,500. Anapoweka akichangia shilingi 10, alafu fedha ile ikaenda ikatusaidia upatikanaji wa maji. Kuna watoto wadogo wanabakwa wakiwa wanatafuta maji usiku. Ipo hiyo, na sasa hivi imeongezeka na shida ya corona inaituhitaji tunawe. Kwa hiyo kuna maisha yatapotea tusipokuwa na maji kwa jambo dogo tu la kunawa. Na Mheshimiwa Spika, mimi nakumbuka vizuri haya matatizo ya maji tulipokuwa kule vijijini. Ilikuwa ikifika mwezi wa 6 na kuendelea mpaka Krismasi, mnaanza kusoma nusu siku tu ili muende kutafuta maji. Sasa kwa umri wa nchi yetu, hivi si vitu vya kuviruhusu viendelee, vitakuwa vinapingana na hatua ya maendeleo tulioifikia. Mimi niliwahi kuumia kidole hiki tukiwa nachimba maji, akijawahi kupata shape akiwahi kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Shida ya maji bado ni tatizo katika kila eneo. Kwa hiyo hili na yenyewe tuliona tuifanye hivyo. Kwa hiyo huu ndo mtiririko. Tutaanza na shilingi 5, na pale ni mtu anapoweka, na itaenda inakuwa kufatana na matumizi yake, na mpaka inaenda hiyo 222 kwa wale ambao watatumia 100,000 na kuendelea. Na hili si jambo la kila siku, ni pale mtu anapotumia. Mheshimiwa Spika, tukirudi upande wa miamala. Kwenye miamala, Mheshimiwa Spika, tulienda kuzingatia hivyo kwamba nchi yetu ina matatizo pamoja na jitihada kubwa ambazo zimefanyika, lakini hatua za maendeleo, kila hatua ya maendeleo unayoifanya inakuletea changamoto zaidi. Ndio utaratibu wa maendeleo ulivyo. Kila hatua unayoifanya ya maendeleo ndio inakuletea changamoto zaidi. Kwa mfano, tunapoongelea kila kijiji kiwe na umeme, tunapoongelea kila mtaa uwe na umeme, tunapoongelea kila familia iwe na umeme, Mheshimiwa Spika, umeme ule sio nguzo na nyaya za umeme. Tunahitaji chanzo cha kufua umeme kitakachotosheleza mahitaji ya nyumba kwa nchi nzima kuwa na umeme. Vinginevyo tukiwekeza tu kwenye kusambaza nguzo, yatakuwa makao ya kunguru tu, wanapanda mmeongezea miti. Lazima tuwe na chanzo cha uhakika kitakachofua umeme kiweze kusambaza umeme katika maeneo ambapo tunasema kila familia lazima iwe na umeme. Kwa maana hiyo tuna miradi ya kimikakati ambayo na yenyewe tukasema lazima tupate fedha, na tukasema kama tutatafuta fedha kwa njia ya mikopo tu, tuna mzigo mkubwa. Waheshimiwa wabunge, kwenye bwawa la umeme peke yake kwa muda huu ili likamilike mpaka mwisho zimeshatumika trilioni kama 2 hivi, bado tuna mzigo wa karibu trilioni 4. Ukitoka hapo ukiweka na reli sio njia moja tu tunataka kuijenga. Hii njia ambayo tunaondoka nayo, huu ni mwanzo kama alivyosema waziri mwenye sekta. Tuna na reli zingine kusini, kaskazini, pamoja na yale matawi tukishafika Tabora mtawanyiko wake ule. Ukiweza ukipiga hesabu yake yote hiyo ni karibu dola bilioni 10 ambayo ni zaidi ya trilioni 22. Sasa fedha za aina hiyo ukisema tu uende ukakope zote tena uikamilishe kwa muda mfupi, maana yake Mheshimiwa Spika ni nini? Kwanza, masharti tutakayopata hayatakuwa rafiki. Lakini 2, mzigo utakaolibebesha taifa utakuwa ni mzigo wa roho mbaya, kwamba sisi tukope tu watakuja kulipa ambao hawajazaliwa. Tutakuwa tunafanya kitendo ambacho vizazi vijavyo vitalaumu kizazi cha leo, kwamba kama hawakutaka kujenga reli, kwa nini wasingeacha tu tuje tujenge wenyewe? Wenda tungekuja kukopa kwa masharti ambayo ni nafuu. Lakini sisi tumeona ni vyema tukafanya utaratibu wa kupata fedha kiasi, tutapeleka kule wakati tunasubiri credit rating pamoja na taratibu zingine. Lakini kwa wakati huo tuwe tunatafuta mikopo yenye masharti nafuu ambayo haitaipa mzigo mkubwa wa deni kwa taifa letu, ambao pia unaweza ukatusababisha tukaingia kwenye sifa mbaya za nchi zilizokopa kupita uwezo wake. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tulikizingatia kwa upande huo wa miamala. Na mimi niwaombe wa Tanzania, kama nilivyosema, tunazingatia mambo yanayotukabili mbele yetu, na ndicho tulichofanya kuamua tukasema ni vyema tukafanya hivyo. Na kwa nini tuliona tufanye hivyo, Mheshimiwa Spika? Mheshimiwa Spika, mfumo wa kodi wa kwetu ulivyo, ile tax base ilivyo mpaka sasa,
mpaka hivi tunavyopanga bajeti ya leo. Ukiondoa indirect taxes, zile kodi ambazo kila mtu anaguswa kwa matumizi ya bidhaa, wale ambao wameandikishwa, huo mzigo unaangukia kwa watu wachache. Kwa mfano mpaka sasa tunavyoongea, walipa kodi wakubwa ni 504. 504. Ukienda walipa kodi walioandikishwa ni 3,162,000. Sasa kama una walipa kodi wakubwa 504, walioandikishwa 3,000,000, una miradi inayohitaji trilioni 20 na kuendelea, karibu trilioni 24. Hiyo hatujataja miradi mingine ambayo na yenyewe ni mikubwa, miradi kama ya madaraja, miradi kama ya barabara za kuunganisha. Hapo hatujaenda kwenye hizi za kimkakati tunazosema za kwenye vijiji vyetu ambavyo ni za muhimu sana. Unawezaje kupeleka malipo haya yote yaangukie kwa hawa watu niliowataja hapa? Tukasema kazi ya kujenga nchi yetu lazima ifanywe na Watanzania wote, na Watanzania wajivunie kuijenga nchi yao. Kila Mtanzania anapoona jambo la maendeleo limefanyika, ajivunie kwamba na mimi nimeshiriki. Tukasema hii na yenyewe tushirikishe watu kwa upana wao. Ndipo tulipoona tuanze kugusa, awepo wa shilingi 10, awepo wa shilingi 16, yupo wa shilingi 50, yupo wa shilingi 25, yupo wa shilingi 125. Ukienda wa 30,000 ni 1,000, ukienda wa 40,000 ni 1,500, ikaenda mpaka yule wa 3,000,000 na kuendelea. Milioni 5, milioni 20, milioni 15, milioni 30 na kuendelea. Tukasema kwa kazi tulionayo kama taifa, kama unaweza ukawa na kaukwasi ka milioni 15, tukichukua 10,000 kwako, alafu ukajivunia kujenga nchi yako, kuna ubaya gani? Unaingia kwenye rekodi ya kujenga nchi yako. Unaingia kwenye rekodi ya kujenga nchi yako. Sisi wengine huwa tunajivunia sana lift hizi. Tunajivunia lift hizi kwamba inapojengwa reli unaingia kwenye kumbukumbu kwamba wakati reli inajengwa ilikuwa umri wetu. Kama wazee wanavyotuambia kwamba wakati vita vya Kagera vinapiganwa mimi nilipeleka ng'ombe. Wanajivunia kwamba wakati wa vita vya Idi Amin mimi nilipeleka ng'ombe. Mwingine anasema mimi nilipeleka mbuzi. Wanajivunia wazee wetu. Hawakuwa matajiri wakubwa kihivyo, walikuwa matajiri wa moyo kwamba mimi nilipeleka mbuzi wangu. Wengine walikuwa na mabasi yao, yalikuwa yanashusha abiria wa biashara, wanabeba wanajeshi waende kupigana. Ana sacrifice fedha ambayo angeipata kwa biashara yake, anapeleka basi liende kwenye vita. Sasa hivi hatuna vita za kiuvamizi. Vita zilizosalia kwenye nchi zinazoendelea ni vita za kiuchumi, kujenga mataifa yao. Lazima tuwe na moyo wa aina hiyo, kwa sababu nchi lazima iende, na sisi tujivunie kwamba hapa lilifanyika hili tukiwepo, lilifanyika na hili tukiwepo. Hebu fikirieni vijana wa rika langu, wakubwa zetu na wadogo zetu mnaofuatia, siku ikitokea katika kizazi chetu tukajenga reli zote za kusini huku Mtwara kwenda kwenye maeneo ya uzalishaji, tukajenga kaskazini huku kote, tukajenga na hizi kubwa, tukasema hizi zijengwa katika kizazi hiki. Na rais aliyekuepo alikuwa mama yetu Samia Suluhu. Hili ni jambo la heri kwa kila Mtanzania. Hivyo ndivyo tulivyowaza wenzetu, tukasema hii kazi lazima tuibebe yote. Hivyo ndivyo tulivyofikia katika uamuzi huo. Na mimi naamini Watanzania tukikubaliana na mwenendo huu, tutapiga hatua ambayo Tanzania itarudisha ile sifa iliyokuwa mbele inatajwa na kila mtu wakati wa ukombozi wa kusini mwa jangwa la kusini mwa Afrika. Waheshimiwa, makofi haya hayatoshi kwa kweli. Kabisa. Mheshimiwa Spika, sasa tunachopendekeza baada ya kuwa tumepata yale mapato, nini tunapendekeza? Tunapendekeza tupeleke bilioni 322 ziende kwenye barabara zetu ambazo, maeneo yetu ambayo hayapitiki, hayana barabara.
Tulishapitisha bajeti ya TARURA bilioni karibu 400 na sehemu kama mnavyokumbuka. Zile zitafanya ile kazi ya kawaida ya sport na periodic maintenance kama ambavyo zilikuwa zinafanyika, na zingine mgao ulishapita. Tunapendekeza tuongeze ziada ya zile 400. Tunapendekeza, na bahati nzuri hiki chanzo kinakwenda moja kwa moja kwenye mfuko. Kwa hiyo tutakavyotumia zaidi, maana yake makadirio haya yanaweza yakazidi. Tuende tukafungue maeneo ambayo hayapitiki. Mijini na vijijini tuna maeneo mpaka karne hii. Nilisema na siku ile, tuna eneo unakuta kijiji kina shule ya msingi, taasisi ya serikali, ina zahanati, lakini hamna gari inaweza ikafika pale. Hali ya aina hiyo, Mheshimiwa Spika, haiendani na umri wa nchi yetu na heshima ya kiuchumi ambayo nchi yetu imetambulika. Hata jiji kubwa kama Dar es Salaam, nilikuwa naongea na mbunge wa Kibamba, akasema hata kwangu kuna maeneo ambayo kwenye ramani yanaonekana kabisa yana mitaa, lakini hayapitiki. Sasa mtu anaishi Dar es Salaam, jiji kubwa ambalo linatambulika, lina mpaka flyovers, alafu eneo lingine mle hata pikipiki haipiti. Haya hayaendani. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI alisema jana, tunaondoa miradi ile ya DMDP pamoja na tactic. Muielewe vizuri. Tulichokuwa tunasema fedha hizi si za kwenda kwenye mapambo yale, kwamba wengine waendelee bandika na kubandua, halafu kwenye eneo lile pawe pana watu ambao hawajawahi kupata kitu kabisa. Kwa hiyo ile miradi itakuja kama alivyosema waziri, na kile alichomaanisha kwamba kuna maeneo yapo hayajafunguka kabisa, yapewe kipaumbele, na haya yanakwenda kwenye majimbo yenu huko. Awe mbunge wa Dar es Salaam ana maeneo ya pale mjini na pembezoni, awe mbunge wa kwenye miji ile 45 ana maeneo ya mjini na mle pembezoni. Kwa hiyo hiki ndicho alichosema waziri wa TAMISEMI, na tunakwenda kupata, ukiangalia kwenye hesabu wabunge, na hapo ndo wapiga kura wenu waone kwamba walileta majembe kweli. Mnavyoondoka hapa, kila moja ataondoka na si chini ya bilioni 1 inakwenda kwenye barabara hizo. Mkifuatilia hapa mtakuta kuna wakati TARURA ilikuwa inapata milioni 30. Majimbo mengine yalikuwa yanapita kapa, mwaka mzima unapita. Sasa waambie wananchi wako, kwa jinsi mbunge ulivyo mjanja sasa hivi, umeshauri serikali sikivu, na ulivyopiga sana, ulivyopaza sauti, mama yetu akasikia kilio chenu na akasikia kilio cha wananchi wote. Unaenda kuondoka na si chini ya bilioni 1 iende kwenye kufungua barabara ambazo hazijai kupitika. Na tukienda na utaratibu huu, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, tukaendelea nayo kama walivyoanza TANROADS. Walianza na kufungua mkoa mmoja, na sisi tukianza hivyo tukafungua kijiji kwa kijiji, mtaa kwa mtaa. Tutafika wakati hatutaongelea changarawe mitaa yote, tutaanza sasa kuwaza makubwa. Vijana wengine wanadhani zile barabara kubwa za TANROADS, wanadhani zile kubwa hizi zinazounganisha mikoa za lami, wanadhani zilikuwa hivyo. Hawakusafiria yale mabasi yenye keri ya juu. Mkipita, mnavyofika, mkishuka, abiria na kondakta wote mko sawa. Lakini tulianza na utaratibu huu, na ndio maana tunasema Mheshimiwa Magufuli, Mungu amrehemu, kule aliko, wakiwa wanaenda na utaratibu huo wa mfuko na kuanza hatua kwa hatua, wakaenda. Sasa hivi tunaendelea. Ujenzi wa nchi ni kama ujenzi wa nyumba. Kuna anayejenga msingi, kuna anayejenga kuta, kuna anayepaua, kuna anayeweka malumalu.
Mheshimiwa Spika, tunapendekeza na tumeongea na wenzetu wa Wizara ya Elimu, Profesa Ndalichako, tumeongea naye na wataalamu wake na wametuambia wanafunzi 11,000 waliokosa mikopo mwaka jana na wa mwaka huu walikadiriwa kama 10,000, ni kama 21,000 plus. Mahitaji ya fedha ni bilioni 70. Kwenye bilioni 500 ambayo tulishapeleka, tunaongeza bilioni 70 ziende ziwapeleke watoto wa mwaka jana. Haleluya. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, hapa hujaeleweka, hebu rudia kidogo. Maana wabunge wengine naona kama hawajaipata hii vizuri. Mheshimiwa Spika, mwaka jana walikosa watoto takriban 11,000 mikopo. Wale ambao wana admission wamepokelewa na vyuo kwamba wana sifa za kuingia vioni, lakini walikosa masomo kwa sababu walikosa mkopo na wazazi wao hawana uwezo, wengine hawana wazazi na wakabaki majumbani. 11,000 na wanakadiriwa mwaka huu tena wangekosa 10,000 na kuendelea. Mheshimiwa Spika, kwenye familia zetu mtoto ambaye alishapangiwa chuo, mtoto ambaye amefaulu mtihani, huwa inakuwa faraja ya familia nzima na ukoo mzima. Ikitokea amekosa mkopo, sio fedha ya msaada, mkopo inaleta majonzi kwenye familia nzima na ukoo mzima. Kwa tunapendekeza kuongeza kwenye bilioni tulizopitisha kwenye Wizara ya Elimu na Sayansi na Teknolojia, bilioni takriban 500. Tunaongeza bilioni 70 ambazo zinaenda sambamba kuwapeleka watoto wote. Haleluya. Mheshimiwa Umi Ndeliananga aliongelea upande wa wanafunzi wenye ulemavu. Tumepokea mapendekezo yako na tunaendelea kuyafanyia kazi kiserikali, tutajua kwenye utekelezaji wake kuhusu wanafunzi wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, tunapendekeza kwa upande wa maboma ya elimu. Mheshimiwa Spika, kama tusipopanga kuanzia sasa, kule tunakokwenda watoto wetu watapata sifa za kuingia mashuleni lakini hawatakwenda. Kwa sababu kuanzia mwaka kesho tunaenda kupata toleo la kwanza la wale wanafunzi walioandikishwa kwa elimu bila malipo shule ya msingi. Darasa la kwanza ndio wanaenda kuanza wanaenda kumaliza darasa la 7 na wanatakiwa waanze kidato cha kwanza. Tusipojipanga kwenye miundombinu kuanzia sasa, takwimu zinaonesha tutakuwa na uhitaji wa vyumba vya madarasa wa kiwango cha juu sana na hatutaweza kufanya kwa muda mfupi. Mheshimiwa Spika, utakumbuka, bahati nzuri wewe ni kaka yetu tulio wengi hapa, utakumbuka zamani kwa ajili tu ya kukosekana miundombinu, watu ni hawa Watanzania ni hawa na akili zao ni hizi, lakini ilikuwa inatokea kijiji kizima darasa lenye watu 60 100 inatoka kapa. Mnaambiwa tu wamefaulu 50 lakini hawakuchaguliwa. Maana yake wakichaguliwa wanaenda wapi? Ndivyo ilivyokuwa. Mimi nakumbuka watamaliza tulienda 5. Lakini sasa hivi tulivyojenga shule za kata, shule kwenye kila kata, mmeona wanaobaki wameendelea kuwa kidogo sana. Maana yake nini? Panapa kwenda. Na kule wanakokwenda, ili muone kwamba akili wanazo, wanapata division 1 kule. Kwa hiyo kuna rika hapa la enzi ya wamefaulu ila hawakuchaguliwa. Kuna rika la watu wana akili sana na wangelitumikia taifa, hawakwenda kwa sababu ya nafasi. Na hata sasa kuna baadhi ya mikoa, kwa sababu bado tunagawanya chumba kimoja, tunaweka ubao katikati, watoto wengine waangalie ubao huu, wengine waangalie huu. Kwa hiyo mikoa ile ikitokea ametokea mtoro ameenda kuchunga kama tuliokuwa tunachunga wengine, hata hawahangaiki kumtafuta kwa sababu wanajua ametupunguzia na kero ya madawati, ametupunguzia na mbanano. Tumefanya swala la elimu liwe la kuviziana kwa sababu miundombinu haitoshi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama wizara tunaoshughulika na mipango tunaona ili jambo tunaweza tusimalize mara moja, lakini ni vyema tukaanza kupanga haya mambo tunakokwenda. Uamuzi wa maeneo mengi tunaufanya kwa kuviziana kufuatana na miundombinu iliyopo. Ndio maana familia tulizokuwa tumezaliwa watoto 10, 11 tulikuwa tufanyi birthday. Utakumbuka birthday ngapi?
Kwa hiyo hata kwenye masuala ya miundombinu, uamuzi wa kupeleka watoto shuleni, miundombinu inachangia. Hata haya mambo tumebishana ya wajawazito warudi ama waliopata ujauzito warudi ama wasirudi. Unaweza ukakuta uamuzi unakuwa shaped na wakirudi wanaenda wapi. Tunafanya kuviziana kwa sababu ya miundombinu. Lakini swala la elimu linatakiwa liwe wazi tu. Hata ukitaka kusoma lini, wewe soma, si tunataka upate akili, upate uelewa. Mbona elimu ya watu wazima tuliwasomesha wazee? Tulisomesha na wana wajukuu. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tumeona lazima tushughulike na miundombinu. Nini tunachopendekeza? Tunapendekeza tuanze na maboma 10,000 ambapo tunapendekeza tupeleke bilioni 125 kwenye upande wa maboma. Na hapa kila halmashauri mtaondoka na maboma yasiyopungua 10 kwenye maeneo yenu ili kila moja yaweze kwenda nayo. Na tutakapoenda kwa mwaka hadi mwaka tunakwenda kuyamaliza na yenyewe hayo. Tunavyoenda mwaka hadi mwaka tunaenda kuyamaliza. Na hapo yatakwenda juu zaidi kufuatana na mchanganuo wa gharama halisi utakavyoonekana kwenye maeneo haya, kwenye fedha hizi ambazo tumeweka za nyongeza. Ukienda kwenye maboma ya afya, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, tuna maboma tulikuwa tumetengeneza, kuna zahanati na kuna zahanati zile zilizoko kwenye kata. Tuna zahanati ziko kwenye kila kijiji na tuna zingine tumeziweka kwenye kata. Hii ni tofauti na vile vituo vikubwa ambavyo tunaviweka, vina facilities nyingi. Vilishajengwa, vingine vina miaka 10, vingine 15. Na hii ilikuwa nguvu ya wananchi. Mheshimiwa Spika, tunapendekeza tupeleke bilioni 100 kwa ajili ya eneo hili. Kwenye haya maboma ya afya, Mheshimiwa Spika, tunapendekeza tuyafanyie kazi kwa sababu hiki tunachoendea mbele cha bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, hiyo bima ya afya kwa wote sio ile kadi ile. Ni facilities, ni vitendea kazi ambapo inaanza na hospitali zenyewe, lakini pia dawa pamoja na vifaa tiba ambavyo vinatakiwa. Sasa ni lazima tukamilishe kwanza haya, ipatikane kila eneo, na tunaendelea kufanya tathmini. Wenzetu wa TAMISEMI wanaendelea kufanya tathmini na maeneo yale ambayo ya tarafa ama maeneo ya kimkakati ambayo hayajapata vituo vya aina hiyo, lakini sambamba na yale ambayo yanahitaji ukamilishwaji ambayo tayari kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais wetu aliposema kazi iendelee na kazi inaendelea, alikuwa anamaanisha hivyo. Hapata kuwepo na sehemu pana gap ya kazi inayotakiwa kufanyika. Mheshimiwa Spika, kwenye eneo hilo la afya, kwenye bima ya afya kwa wote na hospitali hizi ambazo zinaangukia Wizara ya Afya, tunapendekeza tupeleke bilioni 50 kwa ajili ya vifaa tiba pamoja na dawa. Na hii ni nyongeza ya fedha ambazo zilishatolewa kwenye bajeti mama ya sekta ambayo tuliipitisha hapa. Mheshimiwa Spika, kwenye hoja za wabunge, jambo moja ambalo lilisemewa kwa sauti kubwa sana, ambalo lilisemewa kwa msisitizo sana, lilikuwa jambo la ring fencing ya fedha hizi. Waheshimiwa wabunge walikuwa wanataka kujiridhisha kwamba fedha hizi zitatumika kwa matumizi yaliyokusudiwa. Moja, Mheshimiwa Spika, niwahakikishie wabunge, Mheshimiwa Rais yuko makini sana kwenye masuala haya ya fedha. Sana. Sisi tulioko kwenye Wizara ya Fedha anatuelekeza kila wakati kuhakikisha fedha zinakwenda kwenye maeneo yaliyokusudiwa na maeneo yenye tija kwa wananchi wetu. Tutaifafanua zaidi tutakapokuwa tunaongelea masuala ya siku 100, lakini niwaelezee tu kwamba serikali iko makini kwenye jambo hilo. Na kwenye hili ambalo waheshimiwa wabunge mmelisema kwa nguvu sana, nilikuwa namuona Mheshimiwa Munde, Mheshimiwa Lucy, Mheshimiwa Jessica, Mheshimiwa Matiko, Nape, pamoja na wabunge wengine wengi, ni vile tu siwezi kumtaja kila mmoja. Mlisema sana tuhakikishie kwamba fedha hizi zitakuwa ring fenced. Na mimi niseme mbele yako Mheshimiwa Spika, kwa sababu sekta hizi nyingi, hizi tunazozipelekea fedha, nyingi zina mfuko.
wala hatukuona sababu ya kuanzisha mfuko, kwa sababu tumekitaja chanzo na tukataja zinakokwenda. Maana yake zinatoka kwenye chanzo zinakwenda moja kwa moja kwenye mfuko ule ambao upo. Nimeshaeleza maeneo mengine, nilikuwa bado sijaelezea upande wa maji. Maji tulishapeleka budget. Muda huu ambapo tumeweka nyongeza hii tulioomba kwa bunge lako tukufu, tunapendekeza tuwapelekee Wizara ya Maji bilioni 207 za nyongeza. Na kama alivyosema Maganga jana kwamba yeye ile fedha ya TARURA anatamani anunue grader, na mimi naendelea kuungana naye na namshauri waziri wa maji, fedha zingine wanunue magari ya kuchimba visima, zingine wanunue magreda ya kuchimba mabwawa, alafu fedha nyingine tuende kwenye utaratibu wa kisima kila kijiji. Kama umeme upo kila kijiji, tunakosaje kisima kila kijiji? Hii ni jambo ambalo litaweza kutekelezeka. Kwa maana hiyo mfuko wa TARURA upo kisheria hivi tunavyoongea, na chanzo tumekitaja. Maana yake fedha itatoka kwenye chanzo inakwenda kwenye mfuko wa TARURA, kama ambavyo fedha zile zilizokuwa zinaenda kwenye TARURA zimetumika zilivyokusudiwa, kwa sababu kuna mfuko wa TARURA. Tuna mfuko wa maji, fedha tulizotaja kutoka kwenye chanzo zinakwenda kwenye mfuko wa maji. Tuna mfuko wa elimu ya juu, bodi ya mikopo, fedha iliyotajwa inakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa elimu ya juu. Kwa upande wa bima ya afya kwa wote, sheria inakuja sio siku nyingi, kwa hatukuona kutengeneza sheria inayohusu tu mfuko, wakati kuna jambo linakuja kubwa linalohusisha bima ya afya kwa wote. Kwa maana hiyo na mfuko wake utatajwa na sheria ambayo itakuja kufuatana na mpangilio unavyopangwa wa shughuli zetu za kibunge. Upande wa maboma, hiyo kwa sababu ni maboma ni kitu endelevu, hiyo tumeona yenyewe itakuwa fedha ambayo inaenda kwenye wizara husika, inaenda kufanya hivyo. SGR pamoja na reli, mfuko wa reli upo kwenye SGR. Ni mradi wa kimkakati ambao wote tunaotolea macho kwamba ni lazima ukamilike. Kwa hiyo tumeona kwa kweli wabunge pamoja na Watanzania mtuamini kwenye hili, tunaenda kulifanyia kazi ipasavyo. Kwa upande wa TARURA tunarekebisha kipengele kile ambacho kilichokuwa kinazuia halmashauri, majiji na manispaa kutengeneza barabara. Kama tumeshachukua baadhi ya mzigo wa kuwalipa madiwani kwenye makusanyo yao ya ndani, tunafungulia kanuni ile na wenyewe waweze kufanya periodic maintenance ya barabara zao. Kwa hiyo hilo tutalifanya hivyo, na naamini tuna maeneo, tuna majiji ambayo wana uwezo mkubwa kabisa wa kuweza kutengeneza barabara zao, na tukaunganisha nguvu hii ambayo tumeisema, Mheshimiwa Spika. Jambo lingine ambalo lilichangiwa kwa hisia na waheshimiwa wabunge na kule kwa wananchi wetu lilikuwa na hisia, ni jambo la kodi ya majengo kwa kutumia luku. Kati ya maswali yaliyokuwa yanaulizwa ni inakuwaje mpangaji ndo awe mlipaji? Je, nyumba zenye mita nyingi, nyumba kubwa zenye mita 1, itakuwaje kwa nyumba ya nyasi? Itakuwaje kwa nyumba za vijijini? Itakuwaje kwa nyumba zisizo na umeme? Taasisi pamoja na rika lililosamehewa itakuwaje? Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ni waombe wa Tanzania tusiogope teknolojia. Teknolojia imekuja ili tusaidie. Duniani kote teknolojia imeletwa ili kurahisisha ufanyaji wa mambo. Ndio kazi moja kubwa ambayo naweza ukaitaja kwa sentensi ya ujumla, imekuja kurahisisha kazi. Sasa wenzetu ambao wanashughulika na masuala ya umeme pamoja na wale wanaoshughulika na IT wametuhakikishia kwamba mambo haya yote yanakwenda kwa programming. Leo hii hata tulivyoongea na waziri wa nishati walituhakikishia kwamba wana uwezo wa kuitisha luku zote, wana uwezo wa kuitisha mita zote, wakajua na mtumiaji anatumia kiwango gani, wanajua hata trend ya matumizi, wanajua na nyumba zenye mita zaidi ya 1, wanajua hazikujibandika zile mita, zimeenda kuwekwa, takwimu zake zote ziko namna ya kuitisha. Tulivyohakikishiwa hayo, tukaona ni jambo ambalo tutafanya programming, na wenzetu hivi wako busy wanafanya programming. Watafanya programming, tunaitoa sheria nzima ile iliyokuwa inatumika kukusanya manually, tunaipeleka tukusanye kiteknolojia. Mheshimiwa Spika, hatuendi kuvunja torati, tunaenda kuimarisha torati.
vile vile ilivyokuwa inafanyika manually, tunaipeleka tunaikusanya kiteknolojia. Kwa mfano, tunaenda kama nyumba kama jengo moja ambalo linastahili kuwa la mita moja lina mita 12, tunaenda kuziprogram kwamba ziko 12. Kwa hiyo kwenye 12,000 tunagawanya kwa 12, tunaziprogram. Kwa hiyo kwa mwezi atakuwa analipa 100 badala ya 1,000 ni 1,000 zidisha mara 12 ni 12, gawanya kwa watu 12. Tunagawanya kwa idadi ya mita tupate kiwango ambacho kwenye kila kijimita tutapata. Wengine walikuwa wanasema, je, wale ambao hawatumiagi hata 1,000 hiyo kwa mwezi? Kwenye wenzetu kimtandao unaitisha wale ambao hawatumiagi hata hiyo, maana yake unawatoa kiurahisi kuliko kutembea siku nzima unawatafuta. Unaitisha tu au una blacklist ya wapo. Na wale waliosamehewa hivyo hivyo, una programu unawatoa hivyo hivyo. Na kwenye nyumba ambayo ina mita zaidi ya 1 na yenyewe kwenye jengo, kwenye eneo ambalo lilitakiwa kuwa na mita zaidi ya 1, mathalan gorofa, lilitakiwa kuwa na malipo yanayoendana na flats zile ilivyokuwa imebainishwa kwenye sheria. Tuna program hivyo hivyo. Well, Mheshimiwa Spika, sisi tuliona hii imerahisisha utaratibu kwa wananchi wetu. Ni wao tu kukubaliana na hali hiyo na waweze kujua kwamba teknolojia imekuja iturahisishie. Mheshimiwa Spika, hebu fikiria uwezekano katika karne hii. Eti watu wanatangaziwa deadline ya kulipa mita, unakuta wamepangana mstari kama hapa na Dodoma sekondari kule. Wanaenda kulipa shilingi 10,000. Mwingine ametoka sijui wapi, anapanda gari, mwingine anatumia nauli, mwingine anaendesha gari, mwingine anapoteza na muda, anaenda kulipa 10,000, anaenda kulipa 50,000. Tumezigawanya kama tulizozigawanya, tuna program. Zitakuwa programmed, hivyo ndivyo ambavyo itafanyika. Hivi vitu vinawezekana. Kwa hiyo kwa wale waliokuwa wanapata msamaha, kama ni wazee, kama ni taasisi za kidini, tunaenda kufanya hivyo hivyo. Tuna program kwenye vitendea kazi vyetu, hawatakuwepo na tutaenda kutekeleza sheria vile vile. Kwa nyumba zile ambazo ziko vijijini, wengine walikuwa wanabandika tukanyumba kako kijijini. Hapana. Hii hatutaenda kutoza kwenye kila mwenye umeme. Na wala hatutaenda kutoza kwa matumizi ya umeme, kwa sababu tukitoza kwa matumizi ya umeme tutaongeza gharama za uzalishaji. Tunaenda kuprogram kodi inayotakiwa kutozwa ya jengo kwenye eneo husika. Nchi zote zilizoendelea hawatozi kwa kupanga mistari, wanatoza kielektroniki. Hiyo ndio faida ya teknolojia. Hata hapa Afrika, Namibia kuanzia kodi ya ardhi wanatoza kwa utaratibu wa luku. Kodi ya jengo wanatoza kwa utaratibu wa luku. Kwa hiyo mtu anakuwa anajua kwamba nina commitment zangu hizi hapa, anazitoa kwa kutumia simu yake, akiwa yuko nyumbani kwake, akiwa yuko ofisini kwake, bila kusumbuana kupanga foleni kwa njia zile za kienyeji. Kwa hiyo hata maeneo ambayo yatatozwa ni yale yaliyoainishwa yenye sifa. Sio kila kijiji, sio kila nyasi, sio kila mwenye umeme, ni yule ambaye anaangukia kwenye sifa zile ambazo tulishakubaliana kisheria. Kwa wale ambao wachache ambao wanatumia sola, Mheshimiwa Mwenyekiti, hili eneo tumesema ni wachache wale wataendelea kugraduate kuungana na wale wenye umeme. Tumewaachia TAMISEMI watafanya hiyo, na kitakuwa moja ya chanzo ambacho na wenyewe watatumia kwenye haya maeneo mengine ambayo tunawakabidhi. Mheshimiwa Spika, lingine lilikuwa linasemwa kwamba sasa je, kwa nini itozwe kwa mpangaji? Mheshimiwa Spika, nasema na nasisitiza, kodi hii si ya mpangaji. Hii ni kodi ya mmiliki. Hii si kodi ya mpangaji, ni mmiliki. Utaratibu huu tunaotumia ni utaratibu ambao hata kwa karatasi alikuwa akikutwa yule ambaye anaishi kwenye ile nyumba anasaini kwa niaba ya mwenye nyumba. Wakionana kwa taratibu wanazozijua, wana offset hiyo difference. Hata kwa karatasi ndivyo walivyokuwa wanafanya. Ndio utaratibu uliokuwa unafanyika. Hakuna nyumba ambayo ina mita ambayo haihusiani kabisa na mwenye nyumba, na hakuna nyumba ambayo mtu anaishi hauhusiani kabisa, wani hawajuani wala hawajawahi kuwasiliana, hata kwa kutumia mtu wakati kama dalali kwamba wewe basi kaa hapa. Hakuna mtu anaenda kuingia tu kwenye nyumba isemekane kwamba hata muona wala hawatakuwepo na hata third party wa kuonesha huyu wanakutana. Sasa hoja ya kwamba akitokea mpangaji, akitokea mwenye nyumba asiye na busara, au akatokea aliye mkorofi, Mheshimiwa Spika,
niwatangazie wenye nyumba wote, hili si jambo la mahusiano. Hili si jambo la mahusiano ya mpangaji na mwenye nyumba, wala hili si jambo la kirafiki. Hili ni jambo la nchi, ni jambo la sheria. Akitokea mkorofi, nchi haijawahi kushindwa kushughulika na wakorofi. Akitokea asiye na busara, pia na yenyewe tutafundishana busara. Hili ni jambo la nchi, ni jambo la sheria. Kwa maana hiyo, wapangaji wala wasipate shida. Kama kuna mwenye nyumba ambaye atakiuka sheria za nchi zinazohusu masuala ya kodi, sheria zetu ziko wazi kwa watu wa aina hiyo ni kitu gani kinafanyika. Kwa maana hiyo, hatua za kisheria kwa watu wa aina hiyo zitafuata tu. Mheshimiwa Spika, niliona hili na lenyewe nilisisitize, na niwaombe wa Tanzania tusiogope teknolojia. Tutumie teknolojia itusaidie kuendesha mambo yetu kwa urahisi zaidi. Mheshimiwa Spika, hapa kwenye hilo la upande wa kukusanya, watu wameanza kuchanganya hii habari ya kulipa kodi. Mheshimiwa Spika, tunaposema kulipa kodi kwa hiari, watu wameanza kuchanganya, wanadhania kodi ni hiari. Tunaposema tutoe elimu watu walipe kodi kwa hiari, watu wameshaanza kuchanganya wakidhani kodi ni hiari. Na wengine wanachanganya halali na hiari. Kana kwamba sasa mtu atakuwa na uamuzi wa kulipa ama kutokulipa, kwamba anaweza kupanga tu kwamba yani anaambiwa kabisa kodi yake stahiki ni hii, ila anapanga kama alipe au asilipe. That is a gross mistake. Kodi yeyote anayostahili mtu kulipa ni kitu cha lazima. Lazima alipe. Tunachosema kwa hiari, tunasema usisubiri kusukumwa. Tunaongelea wajibu, kwamba watu wawajibike kulipa, wawajibike kulipa. Watu wanataka kuchanganya hiari, aone kama vile anaweza akawa na uamuzi wa kulipa ama kutokulipa. Si jambo la kuamua ama ulipe ama kutokulipa. Kodi stahiki kwa mtu yeyote, kodi stahiki lazima alipe. Tunachosema tutatoa elimu, tunasema usisubiri kusukumwa, na wala usiingie kwenye mitego ya kukwepa kulipa, unatafuta matatizo. Hivi tunavyoongea, tunapoanza Julai, tutafuatilia utaratibu wa matumizi ya EFD. Tutayafuatilia sana. Tutafuatilia sana. Lakini pia tutafuatilia watu walipe kodi stahiki. Tutafuatilia sana watu walipe kodi stahiki. Tutafuatilia watu walipe kodi stahiki. Tutafuatilia sana watu walipe kodi stahiki. Tutalifuatilia hilo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapenda kuamua kwamba nipewe bei isiyo na risiti au yenye risiti, tuendeni tutoke kwenye kupeana bei yenye risiti au isiyo na risiti. Tuendeni, bei ni moja, yenye risiti, lipa kodi ya serikali. Tutaelimishana kwenye hili. Na wakati ule nilimteua, unajua Mheshimiwa Spika, kuteua ni kuzuri. Nilimteua Subira, natamani kulirudia hili neno, nilimteua balozi wa kutoa elimu ya kulipa kodi. Nafanya na teuzi zingine. Namteua na Zulfa Omar kutoka Pemba, na yeye atatusaidia. Yuko wapi Mheshimiwa Zulfa? Namteua na ndugu yangu Omar Amer, yule shabiki mpya wa Yanga ambaye aliguswa na bajeti hii. Mheshimiwa Spika, haukuwepo siku ile kwenye kiti. Amer alisema tangu ujana wake, tangu mtoto, kwa takriban zaidi ya miaka 12 iliyopita alikuwa shabiki wa Simba, ila anasema kwa bajeti hii ameamua kuingia Yanga. Mheshimiwa Spika, hii elimu pia ya mlipa kodi si elimu ya darasani tu. Kule tunapata elimu ya darasani, lakini pia tunataka tufanye elimu ya hamasa ya kuhamasishana. Watu taasisi yangu ya mamlaka ya mapato watafundisha kitaalamu technical issues pamoja na faida zile, wataonesha na kinachofanikiwa. Lakini Mheshimiwa Spika, vijana wetu pia wana lugha wanazoelewana wao wenyewe. Kwa hiyo na kule nateua kwenye kundi hilo, nateua mabalozi wa kuhamasisha kulipa kodi kwa hiari. Namteua mwanakabumbu mashuhuri Mbwana Samata,
na yeye awepo kwenye mabalozi wa kulipa kodi. Namteua Edo Kumwembe na yeye awepo kwenye mabalozi wa kulipa kodi. Na kwa wanawake namteua Hamisa Mobeto na yeye atatusaidia kuhamasisha kwenye walipa kodi. Mheshimiwa Spika, jambo lingine ambalo tulikuwa tunapata shida nalo, ambalo na lenyewe tunalifanyia kazi kama serikali na kama wizara, tuna tatizo kwenye masuala ya ukadiriaji. Tuna shida kubwa kwenye masuala ya ukadiriaji. Ndio maana tuna mrundikano mkubwa sana wa kesi kwenye vyombo vyetu. Mheshimiwa Spika, wanauliza huku hamna balozi. Subirini, nimemteua Matiko balozi wa usemaji upande wa magereza. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, bado sijaisikia vizuri. Mheshimiwa Spika, nimemteua Esther Matiko msemaji wa upande wa magereza. Ana uzoefu wa kutosha. Na nimemteua Esther Blaya upande wa masuala ya wastaafu. Amelisemea sana hilo pamoja na mwenzake. Na Cecilia upande wa mfumuko wa bei. Hizo hoja zilikuwa zinakuja huku. Mbele. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, kwenye upande wa ukadiriaji kuna shida moja sisi kama serikali tumeiona. Moja, ukadiriaji. Ile ya kwamba Mheshimiwa Spika, mimi nakukadiria usiporidhika kesho uje tuongee na mimi mwenyewe, na usiporidhika nenda kwenye hatua nyingine, lakini ili usikilizwe huko unakokwenda ulipe kwanza 1/3 ya kile ambacho umekikataa. Mheshimiwa Spika, hivi 1/3 ya bilioni 150 ni ngapi? 1/3 ya bilioni 90 ni ngapi? Sasa tunapendekeza tunakokwenda tutaanzisha chombo cha msuluhishi wa masuala ya kikodi, ili kuwatengenezea watu wetu badala ya kutumia njia moja ya kupeleka kwenye mahakama ya kikodi pamoja na bureau za kikodi, wawe na fursa ya kusemea mambo yao. Lakini pia tunaendelea kuimarisha ile mifumo ya ndani ili pasiwe na uonevu kwenye ukadiriaji wa kodi. Mtu akadiriwe kodi anayostahili. Na Mheshimiwa Spika, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 hili na lenyewe tutalifuatilia kwa ukaribu sana. Kwa mfano, nilipata kesi moja hivi juzi. Kuna mtu mmoja alienda akakadiriwa milioni 400. Alipokadiriwa milioni 400, yule aliyemkadiria akamwambia alete milioni 200 za kwao wale wakadiriaji. Akakataa. Alipokataa, hiyo ilikuwa tarehe 23 mwezi Novemba. Akakataa kutoa 200 hiyo. Alipokataa tarehe 23 alipokadiriwa kwa barua kwamba makadirio yako ni milioni 400, lakini kaambiwa lete 200. Alivyosumbuka akaambiwa wewe unajifanya mjanja. Tarehe 27 kutoka tarehe 23, siku 4 baadaye akakadiriwa bilioni 2.5. Hiyo ni tarehe 27 Novemba 2020. Alivyokadiriwa hii, sasa akaenda akaongea nao kwamba ule mpango basi nimeshakubali. Akatanguliza milioni 100. Alivyotanguliza milioni 100, tarehe 3 Disemba ikashushwa ile kutoka bilioni 2.5 ikarudi milioni 320. Maana yake nini? Maana yake hii ni rushwa. Haya hayawezi yakawa makosa ya kawaida. Nimepeleka kumbukumbu hii, vyombo vya dola vitachukua kazi yake, na wale watu nimemwelekeza kamishna achukue hatua. Mheshimiwa Spika, dakika zangu zimekwenda. Nilipokea jambo lile alilisemea Mheshimiwa Nape la kule Tipa.
nimeelekeza zoezi lile liendelee. Kulikuwepo na shida kulikuwepo na shida, kwa hiyo waendelee na utaratibu. Kulikuwepo na shida ya taratibu zetu za kindani ya kiofisi, nimeshaelekeza waendelee. Hizo hatua zingine ambazo zilikuwa zinakwamisha zitakuta wale kula wanaendelea, pasiwe na gap pale. Kwa upande wa wenye viti wa vijiji pamoja na maveo pamoja na posho mlizotaka za madiwani ziongezeke za watendaji, niwaombe mridhie, tumeanza na hatua hii. Na kama ambavyo Mheshimiwa Rais alisema kwa wafanyakazi wote, alisema tunaanza na hatua hizi, mwaka kesho tutaangalia zaidi. Na mimi nitumie kauli ile ile aliyosema Mheshimiwa Rais, tuanze na hatua hizo, alafu mwaka kesho tutaangalia zaidi. Kwa upande wa mifugo, kilimo na uvuvi, Mheshimiwa Spika, tumeshaongea na wizara zinazohusika, na mimi natoa ridhaa ya yale maeneo ambayo wanataka kufanya financing za kisasa, wafanye hivyo kwa upande wa mifugo, kilimo na uvuvi, na sisi kama wizara tutafanya nao karibu. Hata kwa upande wa zimamoto, tumeongea na waziri anayehusika, natoa ridhaa arekebishe kanuni kwenye upande wa yale ya makato yale ambayo tozo zile ambazo zilikuwa zinakuwa ngumu kukusanyika kwa upande wa zimamoto. Kwa upande wa askari magereza pamoja na wazimamoto, na yenyewe tunaoanisha, tumeongea na waziri mwenye sekta Mheshimiwa Simbachawene, tumeoanisha na wenyewe kwenda kwenye miaka 6 kama tulivyosema kwa polisi. Mheshimiwa Spika, kwenye mambo ya sensa ya mwaka huu inayokuja, tunapanga tuimarishe na kile kipengele cha makazi. Tulikuwa tunaangalia zaidi upande wa idadi ya watu. Tutaweka mkazo kwenye upande wa makazi, ili hivi vitu vingine ambavyo vinahusiana na mambo ya makazi na vyenyewe viweze kuzingatiwa. Kwa upande wa miradi ya kimikakati, Mheshimiwa Senga amesema sana kule kwake. Nimemwelekeza katibu mkuu ashughulikie yale maoni yako, asimamishe lile jambo ambalo lilikuwa linafanyika ambalo umelisema kwa nguvu sana, ili waweze kuingia kwenye mkataba ambao utakuwa na manufaa kwa wananchi, sio ule ambao unaleta fedha, unatumia fedha nyingi kuliko maeneo mengine yote ambayo yaliwahi kutumika. Kwenye upande wa COVID, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaenda na utaratibu ambao Mheshimiwa Rais aliunda kamati, na kamati ile ilishatoa taarifa, na sisi tutaendelea kufanya kama ambavyo imefanyika. Mengine Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaendelea kufafanua tunapokuja kwenye finance bill, lakini nililisikia jambo la Mheshimiwa Festo Sanga la Nyasi, wamesema na wabunge wengine wengi ambao walisema kwa kweli isiishie tu majiji, na sisi tunakubaliana. Tutaenda mpaka manispaa, na kwa maeneo mahususi ambayo hayako manispaa wala hayako, lakini yana uhitaji huo, tutaweka kipengele ambacho itahitaji ruhusa maalum mbali na ile ya BMT ambayo mlipendekeza tuipeleke ya kutolea ridhaa ili iweze kuombewa. Kwa hiyo tutaenda mpaka manispaa, lakini kama kuna eneo mahususi litaombewa, tutaweka kwenye kipengele tunavyokuja kwenye finance bill kwa yale ambayo hayako pale. Tumeona tuanze na hivyo kwa ajili ya control. Hilo lilikuwa la nyasi bandia. Mheshimiwa Spika, nimeona kengele imeshagongwa. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Spika, tumeongelea hii sekta ya michezo, lakini lazima kwenye michezo, mimi ninavyoangalia hii naongea tu kiwa na michezo, sio kama shabiki. Mheshimiwa Spika, na uniazime dakika zingine 2 za nyongeza. Kwenye michezo, Mheshimiwa Spika, bado tunakosea kwenye mipangilio. Mipango yetu, vitu vyetu vingi bado vinakuja kwa dharura. Ninaposema haya, kwanza niipongeze kabisa Simba, imefanya hatua kubwa sana mwaka huu. Lakini Mheshimiwa Spika, mimi nilivyokuwa naiangalia Simba ya mwaka huu ilikuwa ya kwenda kuchukua ubingwa. Kuna mahali tumekosea, na tunakosea pale ambapo hatuweki vipaumbele. Yani sisi kwetu mambo yote yako sawa tu, kwamba mtu anaenda kucheza mchezo ambao unaweza kuleta kombe Tanzania kwa mara ya kwanza, anaenda kucheza nusu finali. Maana ili ucheze finali lazima ucheze nusu finali. Anaenda kucheza mchezo mkubwa wa kuleta kombe. Mathalani, ukishinda nusu finali na kiwango nilichokuwa nakiona, ongeza kuleta kombe. Huku una mchezo wa nusu finali wa muhimu kwenye historia, katikati yake unaweka mechi ya watani. Sasa mimi nilivyoona Simba walivyofungwa kule Afrika Kusini, wao na wengine wanaaminishwa kama wamehujumiwa na nani yule anaitwa nani yule Senzo, wengine wanaaminishwa kwamba wamehujumiwa na watani. Mnawalaumu watani bure. Wana michezo kabisa, tunakosa mpango. Simba imeenda kucheza South Africa bila game plan.
yenyewe ilijiandaa na mechi ya mtani. Na mimi niwapongeze Yanga, walivyoenda uwanjani wakakaa dakika kadhaa wakaona Simba hawapo, wakajua wanajiandaa na mchezo hawa. Mheshimiwa Spika, on a serious note, timu zinazokwenda kwenye mashindano ya kimataifa zinaleta sifa ya taifa. Lazima bodi hizi zinazosimamia wawe wanawapa kipaumbele. Wawape waangalie wangeweza kupeleka mchezo huko, kwa sababu leo hii kwenye timu zetu Mheshimiwa Spika, hata kama ni finali, ukiweka mtani hapa akili zote na miundombinu yote inaelekea hapo. Wewe Simba hii ilivyokuwa imempiga ile hali, ingehujumiwa na Senzo kweli? Eti hujumiwa na mashabiki? Hapa walienda bila game plan. Wala mwisho ni wapongeze sana wana Yanga ambao wamewaunga mkono Simba. Wamewaunga mkono Mheshimiwa Spika, Simba. Wana Yanga wamewaunga mkono Simba kwa kuwapa Morrison. Licha ya wana Simba kuwa na mashabiki wenye heshima, wengine tunao humu hawakuwahi kurudisha hata tiketi tu ambayo Yanga walimletea Morrison. Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Waziri, nakukumbusha baada ya hapa kuna kura zinapigwa. Kwa Mheshimiwa Spika, wana Yanga muendelee na upendo huo na wala waachieni tu Morrison, anakuja Makambo. Mheshimiwa Spika, baada ya kuwa nimewasilisha na kufafanua baadhi ya hoja, msingi wa mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 21, 22, 25, 26 wenye dhima ya kujenga uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu. Kwa mara nyingine tena nitoe rai kwa waheshimiwa wabunge wote, wananchi na wadau wote kwa kuendelea kushirikiana pamoja katika kutekeleza mpango huo. Na niwaombe Watanzania wote tujitoe, tumuunge mkono rais wetu katika kutekeleza dira hii, tuende naye bega kwa bega. Nchi hii itajengwa na Watanzania wenyewe. Nawashukuru tena waheshimiwa wabunge, tuendelee kuiunga mkono serikali. Na kabla sijahitimisha maelezo yangu, nichukue fursa hii pia niwashukuru watumishi wote wa Wizara ya Fedha na Mipango, nikianza na Naibu Waziri Mheshimiwa Mhandisi Hamad Masaun, mbunge na naibu waziri, pamoja na Katibu Mkuu Emmanuel Mpawe Tutuba, manaibu Katibu Mkuu Amina Shaban, Dr. Atibu Kazungu na ndugu yangu Adolf Nduguru kwa kutupa ushirikiano mkubwa katika kutekeleza katika kuandaa na kutekeleza majukumu yetu. Nishukuru tena kamati yako ya budget Mheshimiwa Spika. Nimeenda mle, hii kamati inafanya mambo very professional. Ulifanya uchambuzi ulio bora sana, na ndio maana kazi yetu inakuwa rahisi. Naamini tutatekeleza pakubwa zaidi, na hata zile hoja walizotoa za kutengeneza utaratibu wa monitoring and evaluation, Mheshimiwa Spika, unaweza pia ukaendelea kuzitumia kamati hizi, kamati ya budget pamoja na ya laki pamoja na ya TAMISEMI kwenye haya maeneo ambayo tunaelekeza fedha nyingi, wakaweza kufanya ufuatiliaji sambamba na taasisi zingine. Mheshimiwa Spika, baada ya kuwa nimetoa ufafanuzi huu, naomba sasa bunge lako liridhie bajeti hii, na nawaomba wabunge wote, na naamini Halima Mdee kwa mara ya kwanza utapiga kura ya ndio. Wote tuipigie bajeti hii kura ya ndio, kwa sababu inakwenda kufanya mapinduzi. Wote na wenzako, hii ni bajeti yetu, tumeshiriki kuitengeneza, na angalieni vitita tunavyoondoka navyo kwa ajili ya miradi. Waheshimiwa wananchi, nifafanue tu hilo, sio kila mbunge atabeba kwenye pick up hizo fedha, zitakwenda kwenye halmashauri zetu, wabunge wenu wameziomba tu. Ili asije akafika kule akasema waziri aliwaambia mtakuja na hizo fedha. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, naomba sasa kutoa hoja. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono katika kiwango ambacho hakijapata kutokea.